Hello, karibu tena katika channel yetu ya JWS Herbal Clinic. Anaitwa Dr. Jimmy. Leo tutaongelea vyakula vinavyoondoa sumu mwilini. Ni vyakula gani basi ambavyo tukivitumia vitaweza kuondoa sumu mwilini? Nikukumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatilia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Lakini pia kama una swali, kama una changamoto ambayo imekuwa haikutesa mara kwa mara, basi ni wakati wako mwafaka ambao JWS Clinic tupo kwa ajili yako. JWS Herbal Clinic tupo kwa ajili yako, tupo kwa ajili ya kushauri, tupo kwa ajili ya kusaidia kuondokana na hiyo changamoto ukiwa hapo nyumbani na bila kutumia gharama yoyote. Mara nyingi watu wamekuwa wakitumia gharama kuondokana na hizi changamoto. Lakini tufahamu ni kwamba vyakula ambavyo vinatumika kuondoa sumu mwilini mara nyingi huwa vipo kwa ajili ya kuimarisha mfumo wa mmeng'enyaji wa chakula, vipo kwa ajili ya kusafisha ini, vipo kwa ajili ya kusafisha figo, lakini pia vipo kwa ajili ya kuimarisha kinga ya mwili na kuweka mwili katika hali ya ustandard au hali sawa, kuimarisha kinga ya mwili na kusafisha baadhi ya zile organi zetu muhimu. Hivyo ni vyakula ambavyo vinaondoa sumu mwilini. Lakini pia sumu mwilini tumekuwa tukizipata kwenye vitu tofauti tofauti. Nitaelezea vitu tofauti tofauti ambavyo vinatufanya tunakuwa na sumu mwilini. Kwanza, sumu mwilini tunaipata kwenye vinywaji. Vinywaji tunavyokunywa, aidha anaweza kawa ni maji ambayo hajachemshwa, maji ambayo hajawekewa dawa nzuri, maji ambayo hajasafishwa, basi ni chanzo cha sumu mwilini. Lakini vinywaji kuna vile vinywaji vyetu vya moto ambavyo tumekuwa tukivitumia, vilevi, basi pia ni changamoto ambazo zinaleta sumu au zinaongeza sumu mwilini. Lakini pia vitu ambavyo vingine vinavyoongeza sumu mwilini basi tunapata kwa njia ya hewa. Mara nyingi tumekuwa tukitembea barabarani, basi utakuta gari, pikipiki au chombo chochote cha moto kinatoa ule moshi na ule moshi pia tunakuwa tunauvuta. Hiyo ni sumu moja kwa moja na tunaipata. Lakini pia tunakutana na watu wanaovuta sigara, wanaovuta bangi, yani kitendo cha kuhisi tu ile harufu tayari wewe unakuwa umefanana na yeye. Kwa hiyo pia tunaingiza sumu namna hiyo. Lakini pia kushindwa kufanya mazoezi, pia tunashindwa kufanya mazoezi, hatufanye mazoezi sababu ya mambo mengi, majukumu, basi pia ni njia nyingine sana ambayo inasababisha tuendelee kuwa na sumu mwilini. Lakini pia kupata sumu mwilini kwenye vyakula. Sasa hivi mtu ambaye haungi vyakula tunamuita ni maskini, ambaye amekosa hela ya kuweza kujihudumia. Tunatumia mafuta mengi, tunakaanga, tunaweka vitu vyetu safi vinukie, basi tunazidi kujiua sisi wenyewe, tunazidi kujikaanga. Yani tunavyokaanga vyakula basi ndo tunavyozidi kujikaanga pia. Lakini kwenye mazingira yetu kutokuwa na mazingira masafi, kuna watu wanafanya kazi kwenye sehemu ambazo zina uchafu, zinanuka. Mara nyingi unakuta sokoni unakuta sehemu ambapo wanaweka uchafu, lakini pia unakuta na biashara zinaendelea pale. Hiyo ni changamoto. Maji machafu, kwa hiyo ni changamoto. Sumu tunazipata kwenye vitu vingi sana. Ina maana hakuna namna ambavyo tunaweza kuzikwepa sumu. Yani sumu tunazipata. Usipopata kwa hewa, utaipata kwenye chakula, usipopata kwa chakula, yani popote ipo na lazima itakupa changamoto. Sasa tutaelezea ni vyakula gani vya kutumia kuweza kuondokana na sumu. Kwanza chakula ambacho tutatumia kuondokana na sumu ni chia seeds. Chia seeds wengi tunafahamu chia, wengi wanasema chia ni tuseme nini, si ni chakula, ni kiungo, lakini ni nzuri sana kwa ajili ya kusafisha ule mwili wako. Kwa hiyo utaweza kutumia chia. Unaweza unaweka kwenye maji ya uvuguvugu na koroga mpaka inayeyuka, unakunywa au unaisaga, unaitumia. Ni tiba moja nzuri sana kwa ajili ya kuondoa sumu mwilini. Lakini pia maji ya kutosha. Watu wengi hatunywi maji. Tunasema 75% ya mwili wa binadamu ni maji, na unavyokuwa maji mengi basi ni namna pia ya kufanya mwili wako uweze kuondoa sumu mwilini. Lakini kwenye video ambazo zimepita tumeelezea kabisa, tumeelezea vizuri na namna ya kutumia maji
ili kuondoa baadhi ya changamoto. Na changamoto zote zinazotukumba anzia kwenye maji. Maji ni tiba moja kubwa sana. Lakini pia kingine cha kutumia ili kuweza kuondoa sumu mwilini ni apple cider vinegar. Apple cider vinegar ni tiba ambayo inaendelea, ni nzuri sana katika kusafisha ini. Wengi wamekuwa wakitumia kwenye maji, unaweka kwenye maji basi unakunywa. Ni tiba moja nzuri sana. Kwa hiyo usiache kutumia apple cider vinegar. Ni tiba ambayo inasafisha pia mwili, au ni detoxification moja kwa moja. Lakini tiba nyingine ya kutumia ni tangawizi. Tangawizi mara nyingi kwenye video ambazo zimepita tumeelezea chai ambayo ni nzuri, au ni chai gani ya asili na ambayo ni nzuri kwa ajili ya afya yetu. Tangawizi imo. Kwa nini tangawizi imo? Tangawizi imekuwa na faida nyingi sana. Kwenye baadhi ya video zetu tumeelezea faida ya tangawizi kinaga ubaga au kiundani, na namna inavyo ondoa baadhi ya changamoto. Kwani antibakteria ambayo ni nzuri sana, kwa hiyo inaweza kusababisha mwili wako kuweza kuondokana na bakteria, lakini pia kusafisha mwili wako, na kuimarisha mfumo wa mmeng'enyaji wa chakula. Lakini pia tumeongelea pia kutumia limao, maji ya limao na asali. Maji ya limao na asali imekuwa na mchango mkubwa katika kuondoa changamoto. Ina maana ni kwa nini? Ni kwa sababu ina packing ambayo ikipatikana mle, kirutubisho cha packing kinachopatikana mle kinasaidia katika kuimarisha mfumo wa mmeng'enyaji wa chakula, kinaimarisha kusafisha mwili na kukuza kinga ya mwili na kuondoa mafuta machafu, bad cholesterol. Ndio maana wale watu ambao wana uzito kupita kiasi mara nyingi wamekuwa wakitumia haya maji kwa ajili ya kuondoa changamoto ya mafuta mengi mwilini. Na yale pia mafuta mengi mwilini ni sumu pia ambayo inakuwa imeongezeka kupitia chakula au lifestyle yetu. Lakini namna nyingine ya kuondokana na hii changamoto, basi kutumia matunda yenye maji mengi. Hapa papai liko pale, tikiti maji liko pale. Hivi baadhi ya matunda ambayo yanakuwa na maji mengi, nanasi iko pale, inakuwa na maji mengi. Hii hapa inatusaidia kuondokana na changamoto ambazo zinatusumbua kila siku. Na kingine ambacho kimekuwa ni bora zaidi, au kimekuwa kizuri zaidi kwenye baadhi ya haya matunda, ni matunda pia ambayo ni matamu sana. Unaweza ukayala ukiwa kwa muda wote na ukiwa hapo nyumbani, yataweza kukusaidia. Ni antioxidant pia, kuwepo na maji mengi yana antioxidant ambayo inatumika kuondoa sumu ambazo zinakuwa zimejaa ndani ya miili yetu. Lakini kutumia mboga za majani, hapa kuna spinach, kuna Chinese, kuna sukuma wiki. Mara nyingi pia hizi ni mboga nzuri ambazo tukizitumia ukiwa hapo nyumbani itakusaidia kuondokana na changamoto ya sumu na kuweza kukuweka sawa au mbali kabisa na changamoto ya kuwa na sumu nyingi mwilini. Lakini pia kutumia pia majani ya mpera. Ukitafuta yale majani ya mpera ukaweza kuyachemsha yale majani ya mpera, ukanywa glasi moja asubuhi, ukanywa glasi moja mchana na ukanywa glasi moja jioni, ni tiba mojawapo nzuri ambayo itaweza kusaidia kuondokana na sumu mwilini, kwa sababu inaimarisha kinga ya mwili, lakini pia inaleta msawazisho mzuri kama mtu ambaye anakuwa na stress, na kuweza kuondokana na changamoto zile za kuwa na gesi, za kuwa na kiungulia, tumbo kuvimbewa, maumivu ya tumbo, minyoo. Basi yote huwa inaondoka kwenye huu mti ambao tunauita mti wa mpera. Lakini mwisho ni mchaichai, ambayo sasa mchaichai wengi tumekuwa tukitumia, na mara nyingi tukitumia hivi vitu kama dawa, basi kuna namna ambavyo inabidi tuwe tumeviongeza zaidi. Yaani tuwe tumeweza kuviongeza zaidi ili viweze kufanya kazi zaidi ndani ya mwili wetu. Kwa hiyo ukitafuta yale majani ya mchaichai ukaweza kuyachemsha mengi kidogo zaidi, yakachemka. Yakishachemka basi ukinywa glasi yako moja asubuhi, glasi yako jioni, basi utakuwa umefanya detox moja kwa moja ya mwili wako. Lakini mwisho, bila kusahau kufanya mazoezi.
Sijajua wewe una muda gani umefanya mazoezi. Mara nyingi fanya mazoezi ya kushughulisha mwili mzima, kukimbia, kuruka kamba na kutembea. Haya ni mazoezi mazuri ambayo yanashughulisha mwili mzima kuweza kutoa jasho. Unavyokuwa unatoa jasho, basi ndo hivyo ambavyo unakuwa unaondoa sumu mwilini. Kwa hiyo hizo ndo njia au ni vyakula ambavyo vinatumika, vyakula na matunda vinavyoondoa sumu mwilini. Tuambie hapo chini wewe unatumia vyakula gani kuondokana na sumu mwilini? Vitu gani unavitumia kuondokana na sumu mwilini? Lakini kwenye video zilizopita tumeongelea dalili za kuwa na sumu nyingi mwilini. Dalili za kuwa na sumu nyingi mwilini basi tumeshazielezea kwenye video ambazo zimepita. Kama hujaona basi ni muhimu kufuatilia kwenye JW Sabo Clinic ili uweze kuondokana na hiyo changamoto. Karibu na Mungu akubariki.